Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine tunasema unajiabone na comment vile vile una partager. Tunakukaribisha katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe hiyo ambapo tutakujuza nini kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan habari za vita vinavyoendelea huko mashariki mwa DRC na siasa zinavyoendelea. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu ya habari. Tuende na habari tuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama imeendelea kwa wasiwasi katika mji wa Nyabiondo ulioko katika sekta ya Oso Banyungu wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, kufuatia shambulio la bomu lililoripotiwa kutokea asubuhi ya Jumanne tarehe 28. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani vinavyonukuliwa na Congo Post News, ndege isiyo na rubani ya kijeshi ilionekana angani majira saa 2 asubuhi kwa saa za eneo hilo. Baada ya muda mfupi ilidaiwa kudondosha mabomu mawili yaliyolenga eneo linaloshikiliwa na waasi wa M23. Taarifa zinaeleza kuwa mabomu hayo yalidondoshwa karibu na kanisa Katoliki la Nyabiondo, jambo lilozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kufikia sasa bado hakuna taarifa rasmi zilizothibitisha idadi ya waliouawa au kujeruhiwa kutokana na shambulio hilo. Nyabiondo ni moja ya maeneo ambayo yamekuwa yakishuhudia mapigano ya mara kwa mara kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa M23. Kutokana na hali hiyo, wakazi wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu, huku shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zikikatazwa na mapigano yanaendelea. Hadi sasa mamlaka za jeshi la FARDC zijatoa tamko rasmi kuhusu mashambulizi hayo, wala M23 haijatoa taarifa kuhusu tukio hilo. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya maelezo bado yanasubiri uthibitisho kutoka vyanzo uhuru na vya rasmi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa kuendelea kwa mashambulizi katika maeneo ya makazi ya raia kunaweza kuongeza idadi ya watu wanaokimbia makazi yao na kuzidisha hali ya kibinadamu katika eneo la Masisi. Kwa sasa hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wakazi wakihimizwa kuchukua tahadhari na kufuata maelekezo ya mamlaka husika ili kulinda usalama wao. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya habari kuhusu hali ya usalama mjini Nyabiondo wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota katika wilaya ya Mombasa mkoani Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mashambulizi mapya yanayodaiwa kufanywa na waasi wa ADF. Mashambulizi hayo yamezua hofu kubwa miongoni mwa wananchi, huku yakisababisha vifo, utekaji wa raia na kuongezeka kwa wasiwasi katika maeneo ya mashariki ya wilaya hiyo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na chama cha kujilinda cha kulinda na kutetea haki za watoto na wanawake APDF, waasi waliendelea na mashambulizi yao siku ya Jumanne Julai tarehe 28 katika kijiji cha Nakoa kilichopo kwenye barabara ya Makumo kuelekea Mantumbi ndani ya groupment ya Bangole katika eneo la utawala wa Babila Babombi. Shirika hilo la kiraia linaripoti kuwa watu 6 walitekwa nyara katika shambulizi hilo, wakiwemo watoto 2. Tukio hilo limeongeza hofu kwa wakazi ambao tayari walikuwa wameathiriwa na mashambulizi ya siku iliyotangulia katika eneo la Makumo. Siku ya Jumatatu Julai tarehe 27, waasi hao walivamia Makumo na kusababisha kifo cha mtu mmoja, kujeruhi mwingine pamoja na kuwateka raia kadhaa. Taarifa za ndani zinaweza kuwa miongoni mwa waliotekwa walikuwemo watoto 2, jambo linalozidisha wasiwasi kuhusu usalama wa raia, hasa wanawake na watoto. Kwa mujibu wa APDF, waasi wa ADF wameonekana kupanua maeneo yao ya operation kuelekea mashariki mwa Mombasa. Shirika hilo limeeleza kuwa baada ya mashambulizi ya Makumo, wapiganaji hao walielekea Mantumbi ambako katika kijiji cha Kalongo waliwateka watu 3 wakiwemo baba mmoja pamoja na watoto wake 2. Siku iliyofuata watu wengine 6 walitekwa katika kijiji cha Nakoa. Mashambulizi haya yanaonyesha changamoto kubwa ya kiusalama inayoendelea katika maeneo ya Ituri, Kivu Kaskazini, ambako makundi yenye silaha yanaendelea kushambulia raia licha ya juhudi za vikosi vya usalama kurejesha amani.
Hadi sasa mamlaka za serikali hazijatoa taarifa rasmi kuhusu operation yoyote iliyofanyika baada ya mashambulizi hayo, huku wakazi wa maeneo yaliyoathirika wakihofia kuendelea kwa vitendo vya utekaji na mashambulizi dhidi ya raia. Wadau wa haki wa kibinadamu wanatoa wito kwa mamlaka kuimarisha ulinzi wa wananchi na kuongeza juhudi za kuwasaka waliohusika ili kuzuia kuendelea kwa mashambulizi na kurejesha hali ya usalama katika wilaya ya Mombasa mkoani Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya habari kuhusu hali ya usalama katika wilaya ya Mombasa mkoani Ituri, ambapo mashambulizi mapya yanadaiwa kufanywa na waasi wa ADF yameendelea kuathiri maisha ya wananchi au maisha ya raia katika eneo hilo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kutia wasiwasi katika eneo la Luihi wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini baada ya shambulio la watu wenye silaha lililosababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi watu kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, shambulio hilo lilitokea jioni ya Jumatatu tarehe 27 majira saa 1:50 usiku. Inadaiwa kuwa kundi la watu wenye silaha waliokuwa na mapanga, visu pamoja na bunduki lilivamia kambi la Kajabwe kabla ya kuelekea katika kitongoji cha Lomera. Mashuhuda wanasema milio mikali ya risasi ilisikika kwa muda mrefu, hali iliyowalazimu wakazi wengi kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama. Wakati wa uvamizi huo, washambuliaji walidaiwa kuvamia zaidi ya nyumba 20 na kuondoka na mali mbalimbali zenye thamani. Walifyatua risasi katika kituo cha biashara cha Luihi kabla ya kutoweka. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mtu mmoja msichana kijana kutoka familia ya Chuma ambaye baadhi ya vyanzo vinamtambua kwa jina la Dada alifariki dunia katika shambulio hilo. Takriban watu 10 walijeruhiwa vibaya, huku wengine wakipata majeraha ya viwango tofauti. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni Kagame Marcele, mke wake, mtoto wao pamoja na kijana mmoja aliyekuwa akifanya kazi bandarini. Majeruhi wote walikimbizwa katika hospitali ya Fomulake kwa ajili ya kupewa matibabu. Vyanzo hivyo vinadai kuwa shambulio hilo lilidumu kwa masaa 4 hivi. Pia vinadai kuwa vikosi vya usalama vya M23 vilifika katika eneo la tukio, lakini washambuliaji walifanikiwa kutoroka kabla ya kuwakamata. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa na chanzo huru. Wakazi wa Luihi wanasema mashambulizi ya usiku na uporaji wa kutumia silaha yameongezeka katika wiki za hivi karibuni. Wanakumbusha kuwa tukio la aina hiyo pia imeripotiwa tarehe 23 Julai katika kambi ya Kajabwe ambako fedha, dhahabu na mali nyingine zenye thamani ziliporwa. Kutokana na hali hiyo, wananchi wanatoa wito kwa mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongeza juhudi za kurejesha usalama katika maeneo yanayoathiriwa na migogoro ya silaha ili kulinda maisha na mali ya raia. Hadi sasa uchunguzi kuhusu utambulisho wa washambuliaji unaendelea, huku mamlaka zikitarajiwa kutoa taarifa zaidi kadri uchunguzi unavyoendelea. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti ya habari kuhusu mashambulio ya watu wenye silaha kutokea katika eneo la Luihi wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini. Tuongelee habari za siasa za vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kile ilichokiita hatua muhimu katika mchakato wa kutafuta amani kati ya DRC na Rwanda. Tamko hilo limetolewa mjini Kinshasa na waziri wa ushirikiano wa kikanda Floribert Anzuluni wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Kwa mujibu wa waziri huyo, makubaliano yaliyofikiwa kati ya nchi hizo mbili yanaweka majukumu kwa kila upande. Alieleza kuwa Rwanda imekubali kuondoa wanajeshi wake katika eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua ambayo imeelezwa kama kuondolewa kwa kile Kigali inachokiita hatua za kujiamini. Kwa upande mwingine, serikali ya DRC imekubali kuendelea na juhudi za kuondoa tishio la kundi la waasi wa FDLR ambalo Rwanda inaliona kuwa hatari kwa usalama wake. Katika maendeleo mapya, waziri Anzuluni amesema kuwa kundi la FDLR limesaini jana itifaki ya kuondoa silaha, kuachana shughuli za kijeshi pamoja na kukusanywa katika maeneo maalum ya mpito. Serikali ya DRC inaeleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mchakato wa muda mrefu unaolenga kurejesha usalama na kuimarisha mazingira ya utekelezaji wa makubaliano ya amani. Iwapo hatua hizi zitatekelezwa kikamilifu, zinatarajiwa kuchangia kupunguza mvutano uliodumu kwa miaka mingi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo yanayoathiriwa na mapigano kati
kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 na makundi mengine yenye silaha. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa mafanikio ya makubaliano haya yatategemea utekelezaji wa ahadi zote zilizotolewa na pande zote zinazohusika. Pia wanasisitiza umuhimu wa uwepo wa mifumo ya ufuatiliaji ili kuhakikisha hatua zinazokubaliwa zinawekwa katika vitendo. Kwa sasa macho ya jamii ya kimataifa pamoja na wananchi wa eneo la Maziwa Makuu wanaelekezwa kwenye utekelezaji wa makubaliano hayo, huku matumaini yakiongezeka kwamba yanaweza kuwa mwanzo wa kurejesha amani ya kudumu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, basi achana kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Wataalam wamekuwa wakichunguza mizoga hiyo na kukusanya sampuli ambazo zimetumwa kwenye maabara ili kubaini iwapo vifo hivyo vilisababishwa na ugonjwa, sumu au sababu nyingine ambayo bado haijafahamika. Kwa mujibu wa shirika hilo la KWS, tembo waliokufa ni wa umri na jinsia tofauti, jambo linaloashiria kuwa vifo hivyo haviwahusu wanyama wa kundi moja pekee. Shirika hilo linasema kwa sasa hakuna ushahidi unaoelekeza kwenye chanzo kimoja maalum na halijahusisha vifo hivyo na uwindaji haramu, ukame au sumu hadi matokeo ya maabara yatakapotolewa. Takwimu za taasisi ya kutunza tembo ya Amboseli zinaonyesha kuwa mbuga hiyo ya wanyama ya Amboseli ilikuwa na zaidi ya tembo 2,000 kufikia mwaka 2025. Wataalamu wa uhifadhi wanasema hii ni mara ya kwanza katika miongo kadhaa kwa eneo hilo kurekodi vifo vya tembo kwa kiwango hiki, hali iliyozua wasiwasi na kuchochea uchunguzi wa kina. Wazimamoto nchini Ufaransa wameelezea mapambano dhidi ya moto mkubwa wa misitu unaoendelea kuteketeza maeneo kadhaa nchini humo kama vita vya Daudi dhidi ya Goliathi, wakirejelea ukubwa na ukali wa majanga yanayoendelea. Msemaji wa kikosi cha wazimamoto amesema kuwa licha ya changamoto kubwa wanazokabiliana nazo, wana mkakati thabiti wa kuudhibiti moto huo ambao umewalazimu zaidi ya watu 200,000 kuhama makazi yao katika eneo la Gironde na sehemu nyingine kusini mwa Ufaransa. Nchini jirani ya Uhispania, waziri mkuu wa nchi hiyo Pedro Sanchez amesema mamlaka bado zinapambana na moto mkubwa unaoendelea kuwaka katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo. Hata hivyo, amesema juhudi za wazima moto zinaanza kuonyesha mafanikio na kwamba kuna matumaini ya kudhibiti hali hiyo. Nigeria imeitaka Afrika Kusini kuchukua hatua zaidi kuwalinda raia wa kigeni baada ya wimbi la maandamano ya kuwapinga wahamiaji nchini humo kusababisha vifo vya watu 4. Wizara ya mambo ya kigeni ya Nigeria imesema ujumbe wa Afrika Kusini uliozuru Abuja ukiongozwa na waziri wa masuala ya kimataifa umeahidi kuwa wanaohusika na matukio yanayochochewa na chuki dhidi ya wageni watashtakiwa. Wanadiplomasia kutoka mataifa hayo mawili wamekuwa wakifanya mazungumzo mjini Abuja kujaribu kutuliza mzozo wa kidiplomasia uliotokana na mashambulizi dhidi ya wageni Afrika Kusini yanayowalenga zaidi wa Afrika. Zaidi ya Wanigeria 1,000 wamerudi nchini mwao tangu mwezi uliopita, wakireketwa wanaotaka wageni kurejea makwao na walaumu wageni kwa uhalifu na ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini. Hii ni BBC. Msikilizaji, Leila Mohamed ndiye kakusomea taarifa ya habari za dunia. Matangazo haya ya Dira ya Dunia yanapatikana kupitia Bud FM, Classic FM na CGFM kule Tanzania, lakini Kenya unaweza kuyategea sikio kupitia Pamoja FM, County FM na Mwanedu FM. Huko Uganda ni Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Mahabura. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Kuna FM Mombasa na Nairobi ni 93.3, Kisumu na Nakuru 88.1. Yako pia kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa YouTube na Facebook BBC News Swahili. Mimi ni Karo Robi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa Dar es Salaam. Twende kazi Halima. Shukran Karo. Tuanze na nchini Uganda ambako Wizara ya Afya nchini humo imetangaza kumalizika rasmi kwa ugonjwa wa Ebola nchini humo. Wizara hiyo imesema hatua hiyo imefanyika kufuatia siku 42 kupita tangu mgonjwa wa mwisho raia Uganda kuruhusiwa kuondoka hospitalini mwezi uliopita na bila kurekodiwa kisa kipya cha ugonjwa huo. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shuaibu Ibrahim kutoka Kampala. Tangazo hilo limetolewa leo na Waziri wa Afya wa Uganda Daktari Chris Baryamunsi katika mkutano na waandishi habari, na alibaini kumalizika kwa mlipuko wa 9 wa ugonjwa wa Ebola nchini Uganda. The Ministry of Health is pleased to announce
Kama waziri wa afya, nina furaha kubwa kueleza kwamba Uganda imetangaza rasmi mwisho wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola wa mwaka 2026. Hivyo basi, kufikia leo tunapozungumza, Uganda haina tena ugonjwa wa Ebola. As we speak now, Uganda is Ebola free. Mamlaka za afya nchini humo zinasema hatua hiyo imekuja baada ya siku 42 kupita tangu mgonjwa wa mwisho wa ugonjwa wa Ebola, raia wa Uganda, kuondoka hospitalini tarehe 16 mwezi uliopita, hatua inayokidhi masharti ya shirika la afya duniani WHO ya kutangaza mwisho wa mlipuko. Ijapokuwa mgonjwa wa mwisho kutibiwa ugonjwa wa Ebola nchini Uganda alikuwa ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyeruhusiwa kuondoka hospitalini tarehe 16 mwezi wa Julai, mamlaka za afya nchini humo hazikutumia tarehe yake ya kuruhusiwa kuondoka hospitalini kuhesabu siku 42. We are counting from the last Ugandan national who was discharged because Tulianza kuhesabu siku kuanzia siku mgonjwa wa mwisho raia wa Uganda alipoondoka hospitalini, kwa sababu mgonjwa wa mwisho alikuwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hakuwa na mtu yeyote aliyekuwa amekutana naye kwa karibu. Kwa hivyo tunahesabu kuanzia raia wa mwisho wa Uganda aliyeruhusiwa kutoka hospitalini, ambayo ni tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2026. on the 16th of June 2026. Waziri Baryomunsi ameeleza kwamba mgonjwa huyo alikuwa ameingia nchini Uganda akiwa amejificha kwenye lori la mizigo, hivyo alihesabiwa kuwa ni kisa kilichoingizwa kutoka nje ya nchi na kwamba hakuwa na watu waliokutana nao nchini Uganda ambao wangeweza kuambukizwa. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ulitangazwa nchini Uganda mwezi Mei baada ya watu wenye maambukizi kuvuka hadi nchini Uganda kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa mlipuko huo, Uganda ilirekodi visa 20 vya ugonjwa huo vilivyothibitishwa. Kati ya visa hivyo, watu 18 walipona, huku raia 2 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakifariki kutokana na ugonjwa huo. Kati ya visa hivyo vilevile, visa 15 vilihusishwa na maambukizi yaliyotokea nchini DRC. Katibu wa kudumu wa Wizara ya Afya nchini Uganda, Daktari Diana Atwine, amedokeza kuhusu machache Uganda iliyojifunza kutokana na mlipuko huo. Fundisho la kwanza tulilolipata ni kwamba kama serikali tunapaswa kuhakikisha kwamba tunao uwezo wa kufadhili juhudi zetu dhidi ya ugonjwa kama huu bila kusubiri misaada ya nje. Pili ni kwamba tunapaswa kuwa na nia ya kisiasa. Kwa mfano, rais wetu ameonyesha hilo daima. Ndio mtu wa kwanza nchini kutoa wito kwa wananchi kuwa makini. Hata wakati huu mnajua alitoa wito huo. Omulanga era mumanyiti yakuba omulanga. Uganda pia imekuwa ikishirikiana na mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha ufuatiliaji wa visa katika maeneo ya mpakani ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Wizara ya Afya imewataka wananchi kuendelea kuwa waangalifu na kufuata miongozo ya afya. Shirika la Afya Duniani WHO kwa upande wake bado halijatamka kuhusu hatua ya Uganda kutangaza kumalizika kwa ugonjwa huo. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Na wazimamoto nchini Japan wamethibitisha kuwa watu wengi wamenaswa ndani ya jengo la kituo cha biashara baada ya tetemeko kubwa la ardhi kukumba mji wa pwani wa Kumamoto kusini mwa kisiwa cha Kyushu. Shirika la utangazaji la serikali NHK limeripoti kuwa mawasiliano na wafanyikazi kati ya 20 hadi 30 bado hayajapatikana tangu tetemeko hilo kutokea. Zaidi na Victor Kenani. Shirika la habari la NHK lilinukuu vyanzo vya polisi likisema wafanyakazi kati ya 20 na 30 hawakuweza kupatikana, huku likionyesha picha za magari ya huduma za dharura yenye taa nyekundu zinazowaka nje ya jengo hilo. Polisi walisema kuwa hawakuweza kuthibitisha iwapo kuna vifo ndani ya jengo hilo. Shirika la habari la Kyodo liliripoti kuwa watu 4 walikimbizwa hospitalini, wote wakiwa na fahamu.
Watu wengine kadhaa pia wanaaminika kutojulikana walipo katika kiwanda cha Japan Paper baada ya sehemu ya juu ya bomba la moshi kuanguka, NHK iliripoti kinukuu vyanzo. Mtu mmoja alifariki baada ya nyumba kuporomoka wakati wa tetemeko hilo, Kyodo iliripoti. Picha kutoka maeneo mengine ya mkoa wa Kumamoto kusini magharibi mwa kisiwa cha Kyushu zilizoonyeshwa mapema na NHK zilionyesha visa kadhaa vya moto, madaraja yaliyoharibiwa, treni ya mizigo iliyotoka kwenye reli na nyumba kadhaa zilizokuwa katika hatari ya kuporomoka. Tetemeko hilo lililotokea saa 10:27 jioni kwa saa za Japan lilikuwa na ukubwa wa 7.1 kwenye vipimo vya Richter kulingana na shirika la hali ya hewa ya Japan JMA. Mfululizo wa matetemeko ya baadaye ulifuata, ikiwemo moja yenye ukubwa wa 6.1 iliyotokea saa 11:08 jioni. Taasisi ya jiolojia ya Marekani USGS ilikadiria ukubwa wa tetemeko hilo kuwa 6.8. Japan hupata mamia ya matetemeko kila mwaka, lakini mengi husababisha uharibifu mdogo. Barabara nyingi zilifungwa na huduma za treni za mwendokasi za Shinkansen zilisimamishwa katika eneo hilo. Uwanja wa ndege wa Kumamoto ulifungwa kwa muda kabla ya kufunguliwa tena Jumanne jioni. Hospitali mbili ziliripoti kupokea angalau wagonjwa 50 waliojeruhiwa kila moja, NHK iliripoti. Shirika hilo pia lilisema kuwa takriban watu 10 walijeruhiwa katika makazi ya wazee. Waziri wa ulinzi wa Japan alisema jeshi la Japan limetuma wanajeshi 3600 kwa ajili ya shughuli za uokoaji na misaada ya maafa pamoja na ndege 20 kutathmini kiwango cha uharibifu kutoka angani. Awali, shirika la hali ya hewa la Japan lilitoa tahadhari ya uwezekano wa tsunami yenye urefu wa hadi mita 1, lakini iliondoa onyo hilo saa 12:10 jioni. Hakukuwa na hitilafu zozote zilizoripotiwa katika mitambo ya nyuklia, mamlaka ya udhibiti wa nyuklia ilisema. Kampuni hiyo ilisema vinu vitatu vya nyuklia vilivyokuwa vinafanya kazi katika eneo hilo wakati wa tetemeko vilikuwa vinaendelea kufanya kazi kama kawaida. Japan ni moja ya nchi inayokumbwa na matetemeko mengi ya ardhi duniani, ikiwa juu ya mabambamane makubwa ya tektoniki katika ukingo wa magharibi wa ukanda wa Pasifiki unaojulikana kama Ring of Fire. Visiwa hivyo venye wakazi wapatao milioni 125 hupata mamia ya mitetemeko kila mwaka na huchangia takriban 18% ya matetemeko yote duniani. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya mchana leo, ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na basi tukutane katika taarifa yetu ya habari ya jioni, ambapo tutakujuza nini kinachoendelea huko mashariki mwa DRC na pembe zote za dunia, au tutakuunga hata na Radio Okapi ili upate kujua nini kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante, chao.